بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, bila mashaka tuko hadhiri kwa wakati mwingine tena. Tunasema tuko jijini Dar es Salaam, na hapa tuko katika maeneo ya Ilala Bungoni katika taasisi hii ya Ajwa Haji Travel, ambayo leo mashallah niko na rafiki yangu hapa ambaye hapa anaweza kujitambulisha majina yake, yeye ni nani na hasa katika taasisi hii ya Ajwa yeye ni nani. Ndugu yangu, ikiwa kwa mara kwanza Babu Salam imewasili katika jiji hili la Dar es Salaam, na hapa tukiwa katika ofisi yako, wapenzi watazamaji watatamani sana kutambua kwamba ukamilifu wa majina yako, alafu pili tueleze wewe ni nani katika taasisi hii na yapi ambayo umeandaa kwa ajili ya watazamaji na Waislamu kwa jumla kwenda katika ibada kuu ya Hija. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kwa jina naitwa Nasir Ali Haji. Mimi ni mtendaji mkuu wa taasisi ya Ajwa Haji Travel Agency, ambapo taasisi hii ni taasisi iliyoanzishwa miaka mitatu nyuma kwa ajili ya kuhudumia, kusafirisha mahujaji pamoja na kuwahudumia, kuwapa huduma zilizokuwa bora kule katika viwanja vitukufu vya Maka na Madina, lakini hasa katika ibada yenyewe, ibada ya Hija. Na tunajaribu kuchukua mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mafunzo na elimu ya ibada ya Hija. Kwa hivyo na sisi alhamdulillah tumepata kutoka kwa walimu wetu na watangulizi wetu, basi tumelichagua hili jambo ili kuwasaidia Waislamu wenzetu kwa ujumla. Umetuambia kwamba moja katika vitu ambavyo kwamba mnavyofanya kwamba ni kuwapeleka Waislamu katika mji mtukufu wa Maka, hasa katika kutekeleza ibada kuu ya Hija. Nyinyi kama Ajwa mmejipanga vipi na gharama zenu namna ya kwenda dhahaba wa iyaba? Hiyo imekaa namna gani hii? Naam, asante sana ndugu mtangazaji. Gharama za Ajwa ni gharama ambazo tunasema nafuu kwa kipindi ambacho tulichokuwa nacho, kwa sababu miaka hii ya sasa hivi kila tunaposogea mbele basi na mambo yanazidi kuwa yani gharama zinazidi kwenda juu, na kwa sababu zinakwenda juu kwa sababu ya wale wenyewe Wizaratul Haji ya kule Saudi Arabia, kuna mambo ambayo wanayatengeneza sasa hivi, wanayabadilisha kuanzia ule miji yao ile yote, lakini hasa katika ibada yenyewe namna ya kutoa huduma. Kwa hivyo gharama hasa zinaanzia kule katika kupanda. Kwa hivyo kwa taasisi yetu sisi tumeweka gharama ya dola 6,500, ambapo kwa Tanzania money, yani pesa yetu ya Tanzania inategemea na rate ya dola itakavyokuwa kwa siku ambayo mtu anataka kulipia, lakini kwa sasa hivi inaweza ikafika kwenye shilingi milioni 17. Kwa hivyo gharama yetu sisi tunasema bado ni nafuu, na tumemtizama sana mnyonge Muislamu ambaye anataka kwenda Hija, kwa sababu ndugu mtangazaji, ukweli usiopingika, wanaokwenda Hija kutoka Tanzania karibu ya wote ni wanyonge, ni masikini. Waja wa Allah waliokuwa mafakiri na masikini ndio Allah mwenyewe anawachagua, na anajua mwenyewe anapowapa masurufu ya kwenda huko kuwawezesha. Kwa hivyo wanaokwenda wengi ni wanyonge. Kwa hivyo alhamdulillah tunawatizama zaidi hasa katika hii gharama. Kila mambo yanapopanda basi sisi hatuwezi kupingana na wanaopandisha, wanaotoa huduma, lakini tunaweza kuondoa yale ambayo yalikuwa hayana umuhimu katika safari hii ya ibada ya Hija.
Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, mambo ni mazuri, mambo ni kuntu kutoka kwa ndugu yetu msemaji ama yani kiongozi mkuu wa taasisi hii Ajwa, ambaye ameeleza kwa ufanisi weledi mkubwa zaidi, hasa kukuwezesha wewe namna ya kufika katika ibada ya hija. Kama tulivyosikia hapa, wanasafirisha kwa dola 6,500 na kwenda na kurudi, na mambo yote unayapata katika ukamilifu wa ibada ya mambo ya hija. Ndugu yangu Sheikh Nasir, kwanza tukushukuru sana, umewaeleza wa Tanzania kwa ujumla na wale waliotia nia kwenda haji kwamba wasiwe na wasiwasi katika taasisi yako, kwamba unamjali mteja, na hasa haji yule ambaye ametia nia ya kwenda haji. Hebu tueleza kidogo kwamba nyinyi mnapatikana wapi na wapi na wapi na wapi, ili mteja asibabahike tena kutafuta na vile vile ambavyo tukumeeleza. Naam, kama nilivyosema mwanzo kwamba taasisi hii imeanzishwa miaka mitatu nyuma, na sasa tunakwenda katika mwaka huu wa 4. Alhamdulillah, kila mwaka tunaweza kuchukua mahujaji, kuwapeleka na kuwaongoza katika kuwafanyisha ibada vizuri. Alhamdulillah, mpaka sasa hivi hakuna malalamiko ya changamoto kubwa ambazo zinawakwaza mahujaji. Kwa hivyo tunawakaribisha watu waje katika taasisi yetu, na watapata huduma zilizokuwa bora kabisa, huduma ambazo za kujaliwa, manake tunawajali zaidi hasa katika ibada zao, kwa sababu ndugu mtangazaji, watu wanagharamika kama nilivyosema kwamba wanaokwenda ni wanyonge. Kwa hivyo wanatoa gharama zilizokuwa kubwa. Mtu anaacha pengine kujenga nyumba, anaacha kununua gari akatembelea, lakini anamfuata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kulichukua lile agizo lake, kulipokea lile agizo lake. Kwa hivyo akitoka huku katoa gharama zile nyingi, alafu akifika kule asifanyishwe hija ilikuwa nzuri, kwa kweli ni dhima ilikuwa kubwa. Kwa hivyo tunawakaribisha watu waje Ajwa Hajj Travel Agency, watapata huduma zilizokuwa bora, na hasa kwa sababu viongozi wa Ajwa karibu ya wote ni vijana. Ofisi zetu sisi ofisi kuu ipo Dar es Salaam, mtaa wa Ilala, Msaada Garage hapa, mkabala na ofisi za serikali ya mtaa. Na hapa wapo ambao watakaokuwa wanashughulika na ofisi, lakini tunatumia sana yule ambaye anakuweko sana hapa. Namba yake ni 0713730444. Huyu anaitwa Ukhti Aisha au Hajjat Aisha, ambaye anakuwepo hapa mara nyingi, lakini wapo na watendaji wengine wa maeneo haya ya Dar es Salaam. Lakini vile vile tuna ofisi kule Zanzibar, katika visiwa vya Zanzibar, Unguja na Pemba. Ofisi ya Unguja tunapatikana mtaa wa kwa Mchina Mwanzo, unaita kwa Mchina Mwanzo. Kuna nyumba mpya zimejengwa za shirika la nyumba na kule Zanzibar. Kwa hiyo tupo pale nyumba ya Mwanzo, ukitokea upande wa Korekwe, nyumba ya Mwanzo chini kuna nje kuna pharmacy. Kwa hivyo ndani yake ya pharmacy, kwa maana ya kwamba tupo floor ya chini. Alhamdulillah, tunafanyia kazi zetu hapo, na zaidi mimi utanikuta katika ofisi hiyo zaidi kuliko ofisi hizi za Dar es Salaam, kwa sababu kule ndo kwenye makazi yangu. Namba yangu ya simu ni 0773647979. Lakini vile vile tunayo ofisi katika kisiwa cha Pemba, katika mji wa Wete kule. Yupo Sheikh Ali Muhammad, ndio shekhe wetu, na yeye anashughulika vizuri kabisa na kuwahudumia mahujaji, hasa kipindi hichi sasa hivi ameshaanzisha darsa na anaziendeleza darsa za ibada ya hija, lakini vile vile anatoa na darsa, anafundisha na darsa za fiqhi ya swala, fiqhi ya funga, mambo haya ya lazima haya kwa Muislamu ambayo yanafanyika kila siku.
Kwa hivyo kule Wete tupo mtaa wa Kipangani juu katika msikiti ambao unaitwa msikiti wa Mtemani pale. Kwa hivyo utawakuta pale kina Sheikh Ali Muhammad pamoja na wasaidizi wake. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, niweze kufikia tamati sasa baada ya kuwa tumepata mambo mazuri, na hasa kwa yule mwamba ambaye tumemsikia hapa. Kwanza tukushukuru Sheikh Nasir na kuwafahamisha umma kwamba mahala popote mlipo, ukitaka kwenda haji sio wajibu kuja hapa ofisini, unaweza pengine kufuatwa na katika watu ambao ulioeleza. Sasa bwana, hii ni Ajwa, hii tuko jijini Dar es Salaam, na hapa tukipata mwongozo maridadi kabisa ambako wewe sasa uliotia nia kwenda haji, safiri na Ajwa. Mambo mengi yako pale na mambo mengi ambayo yanaendelea hapa, lakini fuatilia darasa zao ambazo tumeelezwa hapa katika mitandao zinaendelea, na hasa watu wafahamishwe hija. Usiende hija tu ili mradi unakwenda haji. Nenda hija kwa ajili ya ibada ya haji, lakini ndani yake wewe umefungamana na kujua mambo, vitu ambavyo unakwenda kufanya pale. Sasa kabla huja kwenda haji, Ajwa imejipanga katika kueleza, kukuelekeza, kukufahamisha, hapa utafanya hivi, hapa utafanya hivi, hapa utafanya hivi, ili usiharibu hija yako. Usitegemee kwenda tu, lakini uende hija ambayo malipo yake ni pepo. Bwana, tukufikia tamati sasa. Ulikuwa nami ndugu yako Ustadh Ramadhani bin Chuma bin Hussein wa Babu Salam Online TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa.